Wanafunzi wa shule ya sekondari Jakaya wilaya Mbarali mkoani Mbeya wameshukuru serikali kwa uwekezaji wa miundombinu ya elimu shuleni hapo, hali ambayo wamedai kuwa imeendelea kuongeza ufaulu na kufuta daraja 0, huku wakijivunia kuwa kinara katika masomo ya sayansi kwa wilaya ya Mbarali. Taarifa ya Daniel Simarta kutoka Mbeya inatuarifu zaidi. Wanafunzi hao wamesema licha ya kujengewa madarasa ya kisasa na kupatiwa vifaa vya kujifunzia, wameweza kunufaika katika siku 100 za utawala wa serikali ya awamu ya 6 kwa kupatiwa walimu wapya na kufanya idadi ya walimu shuleni hapo kufika 32. Pamoja na hayo, mafanikio hayo wanakabiliwa na changamoto ya kutembea umbali mrefu na ukosefu wa maji shuleni hapo. Shukuru sana Mama Samia kwa kutujengea madarasa pia na kuleta walimu wapya. Kweli kulikuwa kuna changamoto, sisi kama wanafunzi, walimu wengi wanakuwa na vipindi katika madarasa mengi. Kwa hiyo mwalimu anakuwa anashughulikia. Pia tumeletewa vitabu, vimeweza kutusaidia, vitabu ni vingi. Ambao walimu hao wataenda kuongeza ufanisi wa wanafunzi kuendelea kufaulu katika shule yetu. Pia namshukuru Mheshimiwa Diwani kwa kuletea mradi wa maji ambao utatupunguzia changamoto zetu kwa nazipitia mbalimbali. Kwa upande wake, mkuu wa shule ya sekondari Jakaya Beatus Mkulungwa ameeleza mafanikio ya shule hiyo kutokana na uwekezaji uliofanywa na serikali. Pia tumeweza tumeweza kupata GPA ya 3.2 zaidi ya ule matarajio ya viwango vya serikali ambayo ilikuwa GPA ya 3.5. Lakini pia changamoto ambayo tulikuwa tunakabiliana nayo shule ya sekondari Jakaya ni kwamba hatuna hosteli. Kwa hiyo inasababisha tuna watoto wanaotoka vijiji vya mbali. Kuna watoto wanatoka vijiji ambavyo ni zaidi ya kilomita 5 kutoka hapa shule ilipo. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Mbarali Raymond Mweli amesema tayari wameanza kutafuta ufumbuzi wa changamoto ya mabweni na ukosefu wa maji shuleni hapo, huku diwani wa kata ya Kongolo Msusu Leonard Mwampyate amelazimika kuchangia mifuko 12 ya saruji na nondo kwa ajili ya hatua za awali za ujenzi wa kisima cha maji. Shule ya sekondari Jakaya tulikumbana na changamoto pale ya ukosefu wa bweni, tunatambua hilo na tayari nimekusha kutoa maelekezo na tunaendelea kuyasimamia kwamba kupitia sasa bajeti ambayo tunakwenda nayo ya mwaka 2026-27 tuangalie namna ambavyo tunaweza tukapata ceiling ambayo tunaweza tukaipeleka katika ujenzi wa bweni. Changamoto ya ukosekanaji wa maji, na hiyo changamoto na hata nikiwa kwenye kampeni zangu nilipata hizo changamoto, lakini namshukuru mdau aliyejitolea kuchimbia kisima kama diwani. Hiyo nimechukua moja kwa moja, ambao nimekabidhi mifuko ya simenti hapa, tukishikiana mwenyekiti amekabidhi mifuko yeye miwili, mimi mifuko 10 na nondo, ili ujenzi wao uende ufanye nini kukamilika. Nikiripoti kutoka halmashauri ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya, mimi ni Daniel Simarta, TVE Habari. Asante sana Daniel Simarta kwa taarifa hiyo. Serikali imesema itaendelea kushirikiana na sekta binafsi zinazotoa huduma bobezi na za kibingwa pamoja na kutoa elimu kwa wananchi, hususan kuhusu magonjwa yasiyoambukiza na kufanya tafiti za kuzuia magonjwa yanayoweza kuzuilika. Finalimu kutoka mkoani Kilimanjaro na undani wa taarifa hiyo. Amesema na naibu waziri wa afya Dr. Florence Samiz katika hafla ya maadhimisho ya miaka 55 ya hospitali ya rufaa ya kikanda ya KSMC tangu kuanzishwa kwake mwaka 1971. Pamoja na uwekaji wa jiwe la msingi la taasisi ya moyo katika hospitali hiyo, taasisi hiyo itakuwa ya pili nchini kwa matibabu ya moyo, ikiwa na lengo la kupunguza idadi ya wagonjwa wanaokwenda kupatiwa matibabu nje ya nchi. Amesema serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kununua vifaa vya matibabu ili kuboresha huduma kwa wagonjwa watakaopatiwa matibabu katika hospitali hiyo. Serikali inatambua mchango huu na inaendelea kuthamini nafasi ya KSMC kama taasisi ya kimkakati katika mfumo wa rufaa ya kitaifa. Niwapongeze kwa huduma hizi nzuri mnazotoa, mafunzo, huduma bobezi, lakini na tafiti. Na ni muda mwafaka sasa kuweka nguvu zaidi katika utafiti. Mkurugenzi wa hospitali ya rufaa ya kanda ya kaskazini KSMC, Profesa Gilead Masenga, amesema hospitali hiyo imekuwa ikipokea wagonjwa kutoka maeneo mbalimbali ya nchi pamoja na nchi nyingine za Afrika kwa ajili ya kupata huduma za kibingwa na bobezi. Milioni 11 kwa mujibu wa sensa ya makazi ya watu 2022, ambayo ni mikoa ya Kilimanjaro, Tanga, Arusha, Manyara pamoja na mikoa mingine. Lakini tunaona wananchi kutoka Tanzania nzima na nje ya nchi, Kenya, Burundi, Uganda, Rwanda, Kongo mpaka Southern Sudan wanafika hapa kuwa tunawatibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, dira yetu ni kuendelea kwa hospitali ya kibingwa na kibingwa bobezi, na ndio malengo yetu, na tumeendelea kulitekeleza hilo, na tumeanzisha huduma mbalimbali za kibingwa bobezi
ili wananchi wanaopata rufaa kutoka hospitali za mikoa kuwe na sababu ya wao kuja hapa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Tanlic Healthcare Foundation inayoshirikiana na KSMC katika kuchangisha fedha za ujenzi wa taasisi hiyo ya moyo amesema zaidi ya shilingi bilioni 2 zinahitajika ili kukamilisha ujenzi huo. Ya mradi huu bado 10%. Tukaona tutakuwa ni wezi wa fadhila kama tukiungana nao tukapiga kelele kwa pamoja tuweze kuwachangia ndugu zetu wa KSMC. Nilikuwa namsikiliza afisa habari wa hospitali juzi, anasema idadi inayopokelewa pale JKCI ya wagonjwa wa moyo 30% inatokea kanda ya kaskazini. Hiyo ni idadi kubwa sana. Sasa twende tukaguswe, ndugu, marafiki, wadau mbalimbali, watu maarufu, tukaifanya kampeni hii, tuone namna gani tunawashika mkono ndugu zetu hawa katika eneo hili muhimu ili kwenda kupata 10% hii iliyobakia. Kukamilika kwa ujenzi wa taasisi hiyo ya moyo katika hospitali ya kanda ya kaskazini KSMC ambayo itagharimu zaidi ya shilingi bilioni 25 kunatarajiwa kupunguza msongamano wa wagonjwa katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI. Asante sana Fina Limu kwa taarifa hiyo. Licha ya serikali na wadau kuendelea kuboresha miundombinu ya shule ya msingi Mkata iliyopo halmashauri ya wilaya ya Handeni mkoani Tanga, bado shule hiyo inakabiliwa na upungufu wa matundu ya vyoo 28, upungufu wa madawati 300 pamoja na madarasa 32 yakiwamo ya wanafunzi wenye mahitaji maalum, hali inayosababisha baadhi ya wanafunzi kuwa watoro shuleni. Shukuru Materu ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Tanga. Akizungumza mwalimu mkuu msaidizi wa shule hiyo Dalina Majita wakati wa kupokea matundu 10 ya vyoo yaliyojengwa na Vodacom Tanzania Foundation kwa kushirikiana na Twende Butiama, ambapo mwalimu huyo amesema shule hiyo ina wanafunzi 2023 ikiwemo na wenye mahitaji maalum. Shule yetu bado ina changamoto nyingi ambazo zinaendelea kuifanya isiyo ya kisasa zaidi, pamoja na uwepo wa miundombinu rafiki ya vyoo. Bado upo upungufu wa matundu 28 ya vyoo, madarasa 32 yakiwemo 2 ya wanafunzi wenye mahitaji maalum, madawati 300, kwani idadi ya wanafunzi ni kubwa na inaongezeka siku hadi siku. Meneja mauzo mwandamizi wa Vodacom Tanzania kanda ya kaskazini, Andrew Tem, alisema Vodacom Tanzania Foundation inaangazia maeneo 3 makuu ambayo ni afya, mazingira na elimu, na kutoa rai kwa walimu na wanafunzi kutunza vyoo hivyo. Tunaamini ili mwanafunzi aweze kusoma vizuri anahitaji kukutana na mazingira rafiki ambayo atakayompa yeye kuweza kusoma bila kuwa na msongo wa mawazo. Kwa hiyo kuweza kujenga kile choo pale inatusaidia na wanasaidia wanafunzi kuepukana na hilo. Tumemsikia mwalimu mkuu wakati anazungumza hapa na kwenye risala yao, anasema kutokuwepo kwa vyoo kulikuwa kunachangia wanafunzi kukaa kwenye foleni muda mrefu wakiwa wanasubiriana, lakini pia ilikuwa inachangia utoro wa wanafunzi kwa sababu akiwa na uhitaji wa kwenda choo na kaona foleni ni kubwa, inamlazimu kwenda nyumbani kama ni karibu. Kwa upande wa elimu tulianza kipindi hicho katika zoezi la kuchangisha michango kupitia wadau na kuweza kupata madawati, viti mwendo na mambo mbalimbali ambayo yanasaidia kuboresha elimu. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Handeni, Ibarila Chinza, amesema vyoo hivyo vitasaidia kulinda afya za wanafunzi na kuwafanya mabalozi na kuhamasisha matumizi ya vyoo bora majumbani mwao. Kwa kusema kabisa kwa ufupi tuseme kwamba asanteni sana Vodacom kwa ajili ya hili jambo ambalo mmelifanya ni la kijamii na ni la kibinadamu. Lakini kama wenzangu walivyotangulia kusema kwamba safari moja inaanzisha nyingine. Shukuru Materu, TVE, Tanga. Ujenzi wa daraja la Sukuma lililopo wilaya ya Magu mkoani Mwanza ambalo linagharimu takriban shilingi bilioni 9 unatajwa kuwa msaada mkubwa kwa wananchi kwa kupunguza changamoto za usafiri na kurahisisha upatikanaji wa huduma za msingi. Taarifa ya Joel Maduka kutoka Mwanza inatuarifu zaidi. Akizungumza wakati wa ziara yake katika mikoa ya kanda ya Ziwa, katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Kenani Kiongosi leo ametembelea daraja hilo kwa lengo la kukagua maendeleo ya ujenzi na kujionea hatua iliyofikiwa. Akisoma taarifa ya utekelezaji, meneja wa TANROADS mkoa wa Mwanza Ambrose Pasco
amesema kuwa ujenzi wa daraja hilo umefikia 80% ya utekelezaji, huku kazi zilizokamilika ni pamoja na ujenzi wa nguzo za daraja, na mkandarasi anatarajia kukamilisha mradi huo ifikapo mwezi Aprili mwaka huu. Kwa ujumla ujenzi wa mradi huu umefikia 80% ya utekelezaji, na kazi zilizofanyika ni pamoja na ujenzi wa nguzo 2 za daraja za pembeni ya daraja ambazo zinaitwa abutments na zimeshakamilika 100%. Ujenzi wa nguzo 2 za katikati ya daraja zinaitwa piers ambazo nazo zimekamilika kwa 100%. Ujenzi wa nguzo mlalo yani beams nazo zimeshakamilika 100%. Tutumie fursa hii kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuleta fedha hapa zaidi ya bilioni 9 katika ujenzi wa daraja hili. Naomba tupige makofi mengi sana. Sasa kabla sijaendelea, niwaulize wananchi, daraja hili kwenu ni faraja au sio faraja? Kazi nzuri imefanyika, haijafanyika? Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Wakazi wa maeneo hayo wamesema kukamilika kwa daraja hilo utaleta manufaa makubwa, ikiwemo kurahisisha usafiri na kupunguza hatari walizokuwa wakikumbana nazo wakati wa kuvuka eneo hilo. Kwa kweli, kulingana na daraja la Sukuma tulikuwa tunapata adha sana wakati wa mvua. Mara daraja linajaa, tunashindwa kupita, gari zinashindwa kupita, mikokoteni inashindwa kupita, watu kwenda kwenye shughuli zao wanashindwa kupita. Sasa kwa hiyo changamoto ilikuwa inatusumbua sana. Ni afadhali kwa sasa hivi tunapojengewa daraja jipya litapunguza changamoto ambazo tulikuwa tunapata, hususan kipindi cha watu wanapougua, unakuta daraja limejaa lile la zamani. Kwa kweli tunatoa shukrani kwa rais wetu, maana daraja letu kwa baya, tulikuwa tunatembea tunateseka, hata wajawazito tunapoenda hospitalini tunateseka sana. Lakini tunashukuru sana kwa kazi walioifanya rais wetu, tunaendelea kumshukuru, maana sasa matengenezo ya zamani sasa yamekuwa mazuri. Aidha, katika ziara hiyo katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM Kenani Kiongosi alikutana na mabalozi wa mashina na kusisitiza umuhimu wa kudumisha amani. Umoja pia alifanya mkutano wa hadhara katika viwanja vya Nyanguge wilayani Magu. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, waziri wa fedha ahimiza sekta ya mawasiliano kuendana na kasi ya ukuaji wa uchumi.